na mpaka sasa mradi huo upo 95%, na tayari wananchi wa Isilalei ambapo hawakuwa kabisa na maji safi wanatumia maji hayo. Lakini pia kwa matarajio tunataka kupeleka pia maji hayo mpaka Oltukai ambapo mpaka sasa maji safi na salama hayapo. Kwa hiyo tumepata huo mradi wa bilioni 1.9, lakini pia huu mradi utaenda kufaidisha. Tunavyofahamu kitongoji chetu cha Makao Mapya ni kitongoji ambacho kina wakazi wengi. Tayari tenki linajengwa na tenki hilo likikamilika itaenda kufaidisha wananchi wa kitongoji cha Oremiti pamoja na Makao Mapya. Mheshimiwa Mbunge, pia tumepata soko letu hilo hapa. Umesikia leo tumeambiwa ni zaidi ya milioni 900 na tayari soko limeshaanza. Kandarasi wetu ameahidi mpaka mwezi wa 6 soko analikabidhi. Lakini pia Mheshimiwa Mbunge, nakumbuka miezi miwili iliyopita ulikuja na naibu waziri wa nishati akaahidi umeme. Lakini hapa tulipotoka tumetoka kuwasha umeme huo ambapo ni zaidi ya milioni 185 umetumika. Umeme tayari umekamilika na wananchi wa kitongoji cha Losirwa Juu wanatumia umeme huo sasa, na ndio tumetoka kuwasha. Mheshimiwa Mbunge, pia tuna hilo tenki la Makao Mapya ambalo litafaidisha Makao Mapya na Remit ambapo ni zaidi ya milioni 50. Tayari mafundi wako site sasa, na tumepitia, tumekagua, wametuahidi muda so mrefu tenki hilo litafanya kazi. Lakini Mheshimiwa Mbunge, pia tunakushukuru sana kupitia ofisi yako mfuko wa jimbo umetoa zaidi ya milioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati kitongoji cha Ngurashi kijiji cha Baraka. Tayari fedha zimeingia kwenye account ya kijiji, taratibu zimeanza. Ujenzi wa zahanati Ngurashi kijiji cha Baraka tayari tumeanza. Lakini Mheshimiwa Mbunge, kupitia pia ofisi yako umetoa shilingi milioni 10 kwa ajili ya shule ya msingi la Iboni, nyumba ya walimu. Na tayari fedha hizo zimefika, ujenzi unaendelea. Mheshimiwa Mbunge, pia umechangia zahanati ya Ndepes, ujenzi pia unaendelea. Lakini pia kupitia uongozi wako mahiri Mheshimiwa Mbunge, tumetengenezewa barabara yetu ya Konoike. Ni barabara ambayo ilikuwa ni korofi sana, barabara ambayo wananchi walikuwa wanapiga kelele sana, lakini sasa barabara hiyo wameshatengeneza na tayari unaendelea kutumika. Pia tulipata shilingi ndani ya uongozi wa awamu ya 6, tumepata shilingi milioni 350 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Isilalei Oltukai ambapo ujenzi umekamilika. Lakini bado tunataka Mheshimiwa Mbunge, tulipata kilomita 16, bado kuna kilomita zingine ili kufika Oltukai. Lakini pia kuna daraja lile la Oltukai linahitaji kalavati kubwa, lakini hizo fedha milioni 350 tumeshapata na ujenzi ulifanyika, zaidi kwamba kuna uhitaji mwingine wa kuweza kutengeneza barabara hiyo. Mheshimiwa Mbunge, pia tunashukuru kwa uongozi wako mahiri. Barabara ya Konoike, barabara ya Kigongoni Engaruka Selela sasa inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Wiki iliyopita wahandisi walikuwepo pale site. Wananchi ambao wanaathiriwa na barabara hiyo wameenda kufanyiwa tathmini, watalipwa fidia ili barabara iweze kujengwa. Na tumeahidiwa kwamba ndani ya miezi 3 sasa fidia hiyo italipwa ili iweze kupisha ujenzi wa barabara. Na tunapozungumza tumeshamaliza tathmini ya fidia na tumesha sign karatasi zote zile ambazo za fidia. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni wananchi wale kulipwa fidia ili barabara iweze kutengenezwa. Mheshimiwa Mbunge, pia tunashukuru katika kituo chetu cha afya ndani ya uongozi wa Mama Samia tumepata shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mama na mtoto pamoja na wodi ya watoto ambapo tayari ujenzi umekamilika kwa 100% na fedha zote zimeshatolewa. Mheshimiwa Mbunge, pia kupitia uongozi wako shule yetu ya sekondari Manyara wamejengewa madarasa ndani ya uongozi huo wa Dr. Samia Suluhu Hassan.
wamejengewa madarasa 6 ambapo ni zaidi ya milioni 100. Ujenzi huo umekamilika na madarasa yanatumika, lakini pia tumepata shilingi milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa bweni ndani ya shule yetu ya Manyara Sekondari. Taratibu zinaanza, tayari fedha zipo kupitia mradi wa TASAF, fedha zipo na taratibu za ujenzi huo unaanza. Mradi wa bilioni 17 ambapo utaenda kujenga vyanzo vya maji. Tunafaidika nasi katika kijiji cha Baraka na Mungere. Wananchi ambao watakuwa na mashamba wataenda kufaidika na mradi huo. Tayari wakandarasi wapo site, ujenzi unaanza, wameshakuja, tumeonyesha site ya kufanya camp na tayari wanatujengea ofisi ya afisa kilimo, tumeshaonyesha site, na watajenga nyumba ya afisa kilimo, tayari tumeshaonyesha pia site kwa ajili ya ujenzi huo. Milioni 69 kwa ajili ya mradi wa boost shule yetu ya msingi Losirwa, ambapo tayari fedha hizo zimeingia, ujenzi umekamilika na madarasa yanatumika. Mheshimiwa Mbunge, pia tunashukuru mpaka sasa kata yetu ya Isilalei tuna vijiji 5, tuna vitongoji 21. Kwa upande wa umeme, vijiji vyote 5 vina umeme, lakini vitongoji 14 tayari vina umeme. Tumebakiza vitongoji 7 tu kwa ajili ya kusambaza umeme vitongoji vyote. Mpaka tunapozungumza, juzi kwenye ziara naibu waziri aliahidi kupeleka umeme katika kitongoji cha Shuleni, ambapo tayari kandarasi ameshapeleka umeme huo, bado kuwasha. Nguzo zote zimeshawekwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa upande wa umeme, bado tunaendelea kusambaza. Zingatia mji wetu ni mji unaokuwa sana, lakini bado unawapambania wananchi wa kata yetu ya Isilalei. Lakini Mheshimiwa Mbunge, pia ndani ya uongozi wako bwawa letu la Isilalei walitumia milioni 60, tayari bwawa limetengenezwa na lilikuwa limepasuka, limetengenezwa na tayari bwawa hilo linatumika, na ni bwawa ambalo ni muhimu sana ndani ya kijiji chetu cha Isilalei. Lakini pia Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru kupitia uongozi wako wadau wamehamasika sana kufanya maendeleo. Wamehamasika sana. Tunaposema sana, kuingiza au kupokea bilioni 8 ndani ya kata moja na kata ziko 20 ni kazi kubwa sana. Tuna mdau wetu ametumia zaidi ya milioni 450 kujenga shule mpya ya Lucas Muina, na tunamshukuru sana sababu ujenzi huo ni ujenzi wa mfano. Nafikiri kwa yule ambaye amefika, hakuna shule ya msingi ndani ya wilaya Monduli inayokuta shule hiyo.